katika jambo kubwa ambalo anatakiwa kujifunza mwanadamu duniani, kuishi haswa na watu mbalimbali ama kuishi na watu kadhalika kwa wema na usalama na upendo, ama kuishi kwa amani. Historia itakayokufunda mengi zaidi, haswa kwa wale ambao waliomo ndani ya ndoa. Historia yenye mafunzo yaliyo makubwa kwa wale ambao wavumilivu katika ndoa zao, haswa jambo hili limewalenga wanawake. Miongoni ya mwanamke mmojawapo aliyekuwa akiishi zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mji mmoja ulikuwepo huko Medina Munawwar. Huyu mwanamke miongoni wanatajwa ni katika wanawake walio wavumilivu kisha walio wacha Mungu zaidi, haswa kwa zama hizo zilizokishapita. Hivyo huyo mwanamke ambaye alifahamika kwa jina ni Saida, ambaye mwanamke huyu aliolewa na mfanyabiashara mmoja ambaye aliyekuwa akisafirisha hawa ngamia kupeleka katika mji wa Syria, kisha na kupeleka katika maeneo ambayo ya huko sehemu ya Medina, na pia baadhi ya ngamia wengine alikuwa akisafirisha na kupeleka Yemen, huko akienda kwa kupandia farasi, kisha na wanyama wale huwa amewafunga halafu na kuwatanguliza mbele, ama yeye hutangulia. Lakini bwana huyu ilikuwa ni miongoni mwa watu ambao walio walevi wa kutupwa, mtu ambaye alikuwa akipata pesa nyingi kwa kipindi hicho, haswa kwa wafanyabiashara wa ngamia. Basi pia inatajwa naye alikuwa ni miongoni, alikuwa na uwezo wa kusafirisha ngamia 200 mpaka ngamia 3000 kwa kupeleka na kusupply katika sehemu ya Syria na katika mji mmoja ulikuwepo huko Yemen. Hivyo mtu huyu kila alipokuwa akirudi nyumbani kwa mkewe aliyefahamika kwa jina Saida, walibahatika kupata watoto walio 4. Hivyo lakini ilikuwa ni miongoni mwa mtu mwenye kumshushia kipigo mkewe cha ajabu. Pale ambapo anaporudi basi humtandika vibao Saida, huku watoto wake wakishuhudia. Tena alifanya hivyo kwa kipindi kilicho kirefu zaidi, takriban ya miaka 3, akimtandika vibao mkewe huku akiwa akivumilia, haswa katika ndoa ile ambayo iliyo na maudhi yaliyo makubwa. Na sidhani kwa wanawake walio wa sasa jambo hili watakuwa na uwezo wa kulivumilia. Ni kitu ambacho kilicho kigumu zaidi. Mifumo ya kisheria kwa kipindi kile ilikuwa ni midogo, haswa kwa sababu ilikuwa ni miongoni mwa bado baadhi ya dola zilizokuu za Kiislamu hazijasimama barabara. Hii ilipelekea baadhi ya sheria zilizokuwa ndogo kutosikilizwa, na haswa zilizolenga shabaha za kumweka mwanadamu katika njia iliyo safi. Hivyo mwanamke yule alipata kipigo, halafu hakuwa sehemu nyingine ambayo ya kwenda kutoa yale yaliyomjaa, ama alikuwa hana sehemu nyingine ya kwenda kutoa dukuduku la roho. Hivyo ililazimika kuvumilia. Hivyo watoto wake walipofikia eji ya balehe, mmojawapo alibalehe kuwa mkubwa takriban ya miaka 15, na mwingine alikuwa na miaka 6, na mwingine alikuwa na miaka 10, na mkubwa wao aliyetimiza miaka 18. Hivyo siku hiyo aliingia mumewe akiwa ashalewa chakari, pombe imemjaa katika kichwa, na kutaka kumpiga mwanamke yule ambaye anekaa ndani ya nyumba ile, yani Saida. Hivyo watoto wale wakaenda kumkalia mbele na kumkingizia mama yao asipibwe ama asiruriwe na kitu chochote, yani asizurike. Hivyo watu wale walikalia mbele, kisha baba yao akataka kuwapembua na kwenda kumpiga mama yao. Lakini kilichofanyika hapa ni kitendo cha kimaajabu, na si wanawake wengi ambao watakaokuwa wana uwezo wa kutumia jambo hili, ingawa jambo hili huwa liko wazi kwa wanawake wote ambao, ama kwa mtu yoyote, ama kwa mwanamke aliye ndani
Pia aliyeamini Mungu ama aliyeamini kitabu cha dini ama aliyeamini dini ya Kiislamu, basi inatajwa mwanamke yule akainua mdomo na kumjibu mume wake na kumwambia ya kwamba kwa vitendo ulivyovifanya kwa kipindi kilicho kirefu imepelekea mashtaka kupeleka kwa hakimu aliye wa haki, na baada ya leo hautainua mikono yako na kunipiga mimi, bali mikono yako itakatika katika na utakuwa vibutu, huna unachokifanya. Hivyo mtu yule akamwambia, nenda sehemu yoyote, nenda mahala popote ukashtaki jambo hili kwa sababu huna pa kushtaki. Mwanamke yule akatia udhu pamoja na wanawe, halafu wakasogea mpaka karibu katika sehemu ambayo iliyokuwa imeambatanika haswa yenye tohara ya kuswali. Yani kwa dini ya Kiislamu huwa hawaswali katika sehemu mbalimbali tu, bali huchagua katika sehemu ambazo zilizotohara, sehemu ile iliyo safi haswa kwa mujibu wa sheria ya vitabu vya Qur'an. Anaeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu yoyote aliyekuwa hayupo tohara, basi huyo atakayeswali swala ile haitakubalika mpaka akague eneo lile lililo safi, labda eneo lililojaa maji, tena maji yale yaliyokuwa yenye kupita kisha yakakauka. Eneo lile basi litakuwa miongoni katika maeneo yaliyo safi ama yenye vumbi lililotifutifu mithili ya katika jangwa mojawapo. Basi mtu huyo atakayeswali katika sehemu hizo zilizotohara itakuwa kuna 80% mpaka 99% ya ile ibada yake kukubalika rasmi. Hivyo mwanamama Sayyida akaenda eneo lile halafu na kuanza kuswali huku yeye na watoto wake. Kisha yule mumewe akaona kumbe ni kweli ananishtaki kwa Mwenyezi Mungu, jambo hili ni zito, tena litanifanya mpaka kufilisika mali yangu. Hapo akaanza kujisogeza, kisha akaanza kuwakalia mbele, alafu na kuwaonesha ishara na dalili ya kuwaomba samahani kwamba hatarudia tena mchezo ule. Lakini cha kustaajabisha, maajabu ya mwanamke aliyemcha Mungu aliyemkubwa zaidi kuanza kutajwa kwa kipindi cha wanawake waliovumilivu katika ndoa. Inatajwa mwanamke Sayyida. Basi mwanamke yule akamwambia, sikutaka kukuombea dua mbaya kwa Mwenyezi Mungu, bali nilimuomba Mungu akutoe katika janga hilo, kwa sababu sijawahi kumuomba hata siku moja toka uanze kunipiga na kunifanyia madhila yaliyo makubwa zaidi. Hivyo mwanamke Sayyida mumewe akapiga goti, kisha naye akajumuika, halafu naye akajumuika na watoto wake na kuwa imamu, naye akaanza kuwaswalisha swala ambayo iliyo ya dhuha, yani swala ya suna ambayo haswa kwa Waislamu huiswali kwa mida ya saa 4 mpaka pale ambapo inatajwa, au mathalan jua pale ambapo litapoanza kuchomoza kwa kuondoka thala ambayo ya alfajr. Hivyo mwanamke yule alitoa funzo zaidi kwa watu ambao waliokuwa katika ndoa. Hii ni historia ama ni hadithi mojawapo yenye mafunzo yaliyo makubwa, ambayo kwa wanawake waliowacha Mungu kwa kipindi hichi cha sasa na kipindi ambacho hiko kitakachokuja, historia ambayo ilimuonyesha alama ya mwanamke ambaye aliyemvumilivu zaidi katika ndoa kuwahi kutokea. Ingawa zipo riwaya mbalimbali zenye kuwaelezea baadhi ya wanawake miongoni kama ni katika icon mojawapo iliyolengwa kwamba ni katika hazina za wanawake au ambao waliokuwa wastahamilivu zaidi kuliko mwanamama Sayyida. Ingawa katika vitabu mbalimbali iliandikwa hivyo. Katika kitabu ambacho cha Imam Malik al-Ansabe, kitabu kilichoandikwa kwa kipindi ambacho kilipoasisti dola ya Ottoman, inatajwa miongoni katika watu walio wa Yemen katika falme aliyotoka huyu mtu mojawapo aliyefanya dini kufika mbele katika mji mmoja ambao wa huko Yemen, yani Imam Malik. Basi inatajwa kiliandikwa kitabu hiko, kisha na watu wale wakakisamini kwa amana iliyokubwa. Humo ilikutwa baadhi ya riwaya ambazo za hadithi ya mwanamama Sayyida. Hii ni In the Page of History. Asanteni sana.